Tuangazie taarifa nyingine ambapo imebainika kuwa utekelezaji wa ugatuzi nchini bado unakabiliwa na changamoto, na ni hali ambayo imepelekea shirika la Katiba Institute kuhamasisha wananchi kuhusu haki zao na umuhimu wa kupata taarifa sahihi. Katika mkutano wa hamasa ya katiba kwa washikadau mjini Bungoma, maafisa wa Katiba Institute wakiongozwa na Henry Paul walisema kuwa licha ya changamoto, ugatuzi umefanikisha huduma kadhaa kwa wananchi. Hata hivyo, wameonya kuwa mafanikio ya ugatuzi yanategemea viongozi watakaoteuliwa kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Wananchi wametakiwa kuwa makini katika kuchagua viongozi watakaosimamia sera na maendeleo, kwani wao ndio msingi wa utekelezaji wa ugatuzi na uwajibikaji wa serikali za kaunti. Kusema kweli kwamba kumekuwa na changamoto kadhaa katika utekelezaji wa ugatuzi, lakini kwa ujumla ugatuzi umeweza kusaidia kwa kiwango kikubwa sana, na njia mojawapo ya kuweza kujua kwamba ugatuzi umekuwa wa muhimu kwa wananchi kwa ujumla na katika governance ya Kenya ni kutembea nchi ya Kenya, tembea katika hizo kaunti 47 uweze kuona kwamba kuna mahali barabara zipo ambapo hazikuwa, hospitali zimejengwa hazikuwepo hapo awali, na kuna huduma za umma ambazo wananchi wanaweza kupata ambazo hawangeweza kupata hapo awali. So ugatuzi umeweza kusaidia kwa kiwango kikubwa, licha ya kwamba kumekuwa na changamoto kadhaa ambazo serikali za kaunti bado zinapitia. Lengo letu ni kuhamasisha jamii wapate kuelewa mambo kadhaa kuhusu ugatuzi, jinsi katiba inavyosema, na pia ile article 35 of the constitution about access to information. Kuhakikisha ya kuwa yale malengo ya constitution zimetimizwa, hasa zile zina deal na wanawake. Wale ambao wamekuwa katika mkutano huu wameweza kupata ujumbe, na huu ujumbe ikawa ya kwamba wakaweze kuambia wengine kuhusu mambo ya katiba na vile ambavyo katiba ndiyo mwongozo katika mambo yetu yote ya uongozi.